alianza kuuliza maswali. Na akaanza kutafuta uthibitisho. Akaanza kumuuliza Mungu, Mungu, ikiwa unasema kwamba mimi ndio umenipa kibali, nitajuaje? Nitakuwa na uhakika gani? Biblia anasema kwamba aliweza kuchukua ngozi. Akamwambia Mungu, ikiwa ni wewe ambaye umeweka hiki kitu kwa ajili ya watu wako, ninaomba nikilala nikiamka hii ngozi iwe imeloa umande, halafu na vitu vingine vyote au na ardhi yote iwe kavu. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia anasema kwamba alipoamka alikuta ngozi imeloa, majani makavu, ardhi kavu. Anakamua ile ngozi, maji yanatilika yakajaa kwenye kibakuli. Hakuishia hapo. Alijua Mungu na aliogopa, akasema ole wangu kwa sababu nimemwona Mungu uso kwa uso. Lakini anamwambia Mungu usiogope. Na kuchoka anamwambia Mungu, ikiwa ni wewe kweli umenithibitishia, umenipa hiki kitu cha kufanya, ninaomba unithibitishie tena. Nikiamka hii ngozi iwe imekauka, halafu umande uwe umetanda katika ardhi na vitu vyote vimeloa. Sema kwamba alipoamka ngozi ilikuwa imekauka, ardhi imeloa na majani yameloa. Bwana Yesu asifiwe sana. Omba wakati huu, mwambie Mungu, umeniweka niwe hai. Mimi niko hai sasa. Niko hai. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie Mungu, niko hai. Niko hai. Lakini umeniweka hapa. Nini natakiwa nifanye? Kuna kitu cha kwako natakiwa nikifanye. Ni kipi hicho? Unamwambia Mungu, naomba nijue. Unamwambia Mungu, natamani nifahamu. Natamani nifahamu hiki ambacho umeweka ndani yangu. Reka shanda rama sikinde mo. Lezanda malika sikinde mo. Repa shanda rama. Unaweza ukasogea mbele za Bwana na kumwambia Mungu sasa. Kwanza mshukuru Mungu kwa ajili ya ujumbe huu ambao umepata. Mwambie Baba, ninakushukuru kwa kuwa wewe umesema na mimi. Mwambie Baba, asante kwa kuwa umenena na mimi. Mwambie Mungu asante. Kama kuna jambo umelipokea asubuhi ya leo, mshukuru tu Bwana kwa kinywa chako. Mimi sijui umefanya vya wengine vingapi, na sielewi umekuwa taabu kwa kanisa la Mungu kwa kiwango gani. Sielewi. Una sababu ya kusogea mbele za Bwana na kumwambia Mungu, ninaomba unirehemu. Ninaomba unitakase. Nimefanyika kwazo kwa wengine. Nimeona wivu wengine walipofanya ya kwako, bila kujua wao walisimama kwa nafasi zao, na mimi sikujua nafasi yangu. Nimewasumbua, nimewakwaza. Yamkini kuna wengine umewafanya waache kufanya kazi ya Mungu. Kuna wengine umefanya waache kufanya tena cha Mungu. Umewakatisha tamaa kwa sababu ya kutokujua sehemu yako, kwa sababu ya kutokuelewa sehemu ambayo umewekwa. Mwambie Mungu ni rehemu. Na kuanzia leo uanze kuombea hao watu kama Roho Mtakatifu akifunulia kwamba kuna fulani na fulani umekuwa sababu ya wewe kuondoka asifanye kile ambacho alikuwa anakifanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Omba mtu wa Mungu popote ulipo, haijalishi upo kwenye gari, upo wapi, omba. Mwambie Mungu asante kwa ajili ya neno hili. Na uombe toba mbele za Bwana. Umwambie Mungu ni rehemu pale ambapo nilifanyika tabu. Sauli, Biblia inatuambia kwamba Sauli aliweza kuomba. Mimi sijui Sauli alijua kuomba lini, lakini alipokutwa na kipigo cha Yesu mwenyewe alijua kuomba. Na ndipo Mungu akamtokea, au Roho Mtakatifu akamtokea kumwambia, nenda kwa Anania. Ukifika kwa Anania atakuombea, macho yako yataona. Ni pale ambapo alifanyeje? Alikaa akaomba toba. Namna alivyoliuzi kanisa, namna alivyolitabisha kanisa la Bwana, namna alivyotesa watumishi wa Mungu, namna alivyomuuzi Mungu. Reka shanda rama siki. Nenda mbele za Bwana sasa. Baba, tunakutukuza wewe, mfalme mwamba vyote. Asante Jehova ile kwa kuwa wewe Mungu ni mwema sana. Tunakutukuza Bwana kwa kuwa umetusaidia. Tunakutukuza Jehova kwa kuwa umetuwezesha. Asante kwa ajili ya ujumbe huu ambao umetupa asubuhi ya leo. Baba, tunakutukuza
watoto wako. Tunakuinua mwamba wa vyote, Mungu uliye mkuu. Tunakuinua